الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza awali ya yote, tupelekeni shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ametuwezesha wachache miongoni mwa wengi kuweza kufika eneo adhim, eneo takatifu, kwa ajili ya kuyatekeleza ama kuyafuata maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Wapo wenzetu waliokuwa na fikra na mawazo kuweza kufika eneo hili, lakini kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala hakuweza kuwajalia kufika hapa. Ufikaji wetu si kwa sababu sisi ni wachaji Mungu sana ama sisi tuna uwezo, isipokuwa ni kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Basi kwa uchache tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Ahbabi rasulillah, awalan usikum wa tanbihan bi taqwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ninalohusia na vile vile kuhusia nafsi yangu ni katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, ama ni katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani takwa ndiyo ambayo itatusababisha sisi tuweze kufaulu katika maisha ya duniani na maisha ya akhira. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wachaji Mungu. Ndugu zangu Waislamu, katika hutuba ya leo, jambo ambalo nitawakukumbusha na pia kuikumbusha nafsi yangu ni katika swala zima la kuitunza amani ama kuilinda amani. Na kwa nini nakusudia mada hii, ama kwa nini nitakumbushia katika swala zima la amani? Amani inapokosekana katika nchi, katika mji na katika vijiji, ni moja ya sababu mji huo ama kijiji hicho kuweza
kuwa na njaa, na pia watu wataishi kama vile wanyama. Utulivu utakosekana katika eneo hilo kama imekosekana amani. Na nitakumbusha jambo hili, kukumbusha kwangu sijasimama kama mwanasiasa. Sizungumzii kama mwanasiasa, kwa sababu hata siasa yenyewe sifahamu. Lakini nitazungumzia kama raia mwingine tu, kuhusiana na uzito wa amani inapokosekana katika nchi, inapokosekana katika miji. Japo kuna baadhi ya watu wanapozungumziwa ama wanapokumbushwa katika jambo la amani, kwamba nchi inatakikana kwamba iwe na amani na kusipatikane vurugu, wapo baadhi ya watu husema maneno ambayo kwamba si mazuri, kwamba nalitokee tunapotokea, bora zitokee vurugu, bora kukosekane amani kuliko kuishi katika hali kama hii. Lakini ndugu zangu Waislamu, tutambue ya kwamba amani inapokosekana eneo lolote, watu hawezi kuishi na furaha, watu hawawezi kuishi kwa utulivu katika hali kama hiyo. Sote ni mashahidi, baadhi ya nchi ambazo zimeingia vurugu na kukosekana amani, watu wanaishi katika hali kama zipi? Watu wanaishi mazingira vipi katika eneo hilo? Hali walizokuwa nazo zipoje? Alafu wewe bado unakataa katika suala la imani. Nina yakini kama itakosekana amani, ikaingia vurugu katika mtaa ama eneo lolote, huyo mkeo ambaye kwamba unampenda, wamuita majina yote, my love, my sweet, my honey, na yakini imani ikikosekana kukaingia vurugu katika eneo hilo, ni wachache ambao wataweza kufa na wake zao, lakini asilimia kubwa tutaweza kuwakimbia wake zetu. Huyo mwanao ambaye unampenda, una mahaba naye kila mara watakaomuone, lakini ikikosekana imani, wallahi huwezi kuwa naye, utaweza kumkimbia. Rafiki yako ambaye unaishi naye, mnasaidiana shida na furaha, ikikosekana amani mtaweza kukimbiana. Yawezekana ukafika huko ulikofika, baadaye mkatafutana kwenye simu, vipi mwenzangu, umesalimika? Ni kwa sababu ya kukosekana amani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nawasisitiza sana na ninawakumbusha katika suala zima la kuitunza imani. Na pia tuwashauri watu wenye mamlaka, ikiwa kuna watu ambao wana chembe za kusababisha nchi kuleta vurugu, kukosa amani, kukosa utulivu, watu kama hawa waweze kushughulikiwa. Watu kama hawa wasifumbiwe macho, wakaweza kuharibu mji, wakaweza kuharibu nchi kwa sababu ya mtu mmoja. Leo vurugu zikiingia katika mji, wewe na mimi tutakimbia wapi? Leo amani ikosekana, tutaishi katika hali gani? Njaa zitaingia katika miji, utulivu utakosekana, kila mmoja awezekana ikawa ni adui wa mwenzake, kila akimwona kule awezekana kukimbia nao. Masokoni tusidanganyane, hatutokaa. Maofisini tusidanganyane, ikosekana amani, hatuwezi kuishi katika eneo hilo. Kwa hiyo nasisitiza sana katika suala zima la kuitunza imani. Kuitunza ama kuilinda amani. Amani ndiyo ambayo itatusababisha tuishi vizuri katika majumba, masokoni, kuwa na utulivu. Na ikikosekana amani, wallahi mambo yetu yote hayaendi.
Na wallahi njaa lazima itukabili kwa sababu ya kukosekana amani. Allah tabaraka wa taala anatueleza ndani ya Qur'an katika suratul Nahl aya ya 112. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ya kwamba وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Amepigia mfano Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kijiji, wanazuoni wanasema lilikuwa ni sehemu ya Maka, japo katika baadhi ya wanazuoni wengine wamesema kwamba kijiji hiki ni katika sehemu ya Madina. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amepigia mfano katika kijiji, kanat aminatan, kilikuwa na utulivu sana, kilikuwa na amani, watu wanaishi kwa starehe, hakuna bughudha ndani yake, mutmainna, tena wana utulivu, yaatiha rizquha rahada. Allah anawaletea katika kile kijiji watu ambao wanaishi eneo lile riziki yake kwa upanafu, tena riziki nyingi, wanakula watakavyo, min kulli makani, kutoka kila sehemu. Tena wanazuoni wanasema ya kwamba kanat balda laisa fiha zar'un wala shajar, kijiji hiki ambacho Mwenyezi Mungu amekipigia mfano kilikuwa kinaletewa riziki, walikuwa wanapata riziki kwa upanafu, kulikuwa hakuna makulima yoyote ambayo watu walikuwa wanalima, wala kulikuwa hakuna mti wowote, hakuna zabibu wala tende wala mwembe. Lakini namna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyoneemesha katika kijiji kile, Allah alikuwa anawaruzuku riziki nyingi sana, pamoja na kukosekana mimea wala mazao ambayo walikuwa wanalima. Allah aliweza kuwafanya wepesi, kuwapa riziki katika kijiji hiki. Yaatiha min kulli makani, wanaletewa riziki kutoka kila sehemu. Hawalimi, hawana mimea, hawana minazi, hawana mitende, hawana zabibu wala mikorosho, lakini Allah anawaletea riziki katika kile kijiji. Lakini kilichofanya mpaka wapelekiwe riziki zao zinapatikana kwa wingi nini? Aminata, walikuwa na utulivu, walikuwa amani inapatikana eneo lile. Fajaa rasul minhu, Allah akawapelekea mjumbe ambaye walikuwa wanamfahamu uaminifu wake na wanamfahamu ukweli wake, yadiuhu ila akmalil umur. Ikawa mjumbe yule anawalingania katika ukamilifu wa mambo, wayanhahu anil umuri sayyi'a, na alikuwa mjumbe yule anawakataza na mambo maovu, kwamba jambo hili halifai, liacheni. Jambo hili Allah tabaraka wa taala analipenda, lifanyeni. Kama sisi leo ambao tunaamrishwa, tunaelekezwa kwamba jamani, tutakikana tuilinde amani, yapatikana majifedhuli, wapatikana watu ambao kwamba wana nuksanu fil akili, watu ambao wana upungufu katika akili, wanasema bora kinuke. Wewe utaishi wapi? Utakimbilia wapi? Yawezekana mwenzako akawa na uwezo akimbilia nchi nyingine, wewe tiketi hata kutoka hapa mpaka Tanga tu huna uwezo huo, wakimbia wapi? Kwa hiyo mjumbe yule ikawa anawalingania
waache mambo maovu, mambo mabaya asiyoyapenda Allah tabaraka wa taala, na ikawa anawaamrisha mambo mema anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Fakadhabuhu, wakampinga, kama tunavyoona leo katika baadhi ya watu namna walivyo. Anaambiwa jambo zuri ili lifanye halitaki, anaelezewa jambo ambalo baadaye litakuwa na madhara makubwa sana kwake yeye, bado anatia chembe chembe ama sumu ambazo kwamba sio zuri. Wakafaru bi ni'mati llahi alayhi, wakakufuru kwa zile neema ambazo aliwapa Allah tabaraka wa taala. Tuchukulie mfano kama katika mji wetu wa Dodoma, hatulimi, mfano hatulimi, hakuna zao lolote wala mti wowote wa matunda, alafu ikawa Allah anaturuzuku riziki nyingi kweli kweli. Hili ni jambo dogo? Hili sio jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala? Wenzetu walikuwa katika hali kama hizo. Allah anawaruzuku pamoja kwamba hakuna sababu zozote katika ule mji ambazo zitawasababisha kwamba ili waweze kupata riziki. Hawalimi, hakuna chochote, lakini Mungu ikawa anawaruzuku kwa njia nyingine. Kwa hiyo yule mjumbe wakati anawalingania, wakampinga, wakamuona ni muongo, na wakufuru zile neema ambazo Allah tabaraka wa taala ameweza kuwaruzuku. Faadhaqahumullahu, akawapa mtihani Mwenyezi Mungu, akawapelekea mabalagha, mtihani. Na baadhi ya wanazuoni wanasema ya kwamba mtihani ambao walipewa wa njaa ulikuwa ndani ya miaka 7. Allah akawapa ule mtihani. Kwa hiyo sisi inapokosekana amani, tutarajieni kuwa na njaa, tutarajieni kukosa utulivu katika maeneo yetu. Leo mtu anachochea, anapoona mtu anamuelezea kwamba jambo hilo alifai, yeye ndio mwanzo, wala haoni wala asikii. Watu kama hawa pia wanapaswa wapimwe akili zao. Je, zipo sawa? Na yawezekana wengine waliosema kama hivi kuwa hawana majukumu, yuko bachela, kwa hiyo hata akili ya ziada pia hana, yakiamka yeye hana kufikiria zaidi ya tumbo lake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala wakati anawaelezea watu hawa ambao wapo katika hiki kijiji, Allah alikuwa anawaruzuku kwa namna nyingi sana, anawaletea riziki. Lakini baada ya hapo, kwa kufuru neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, faadhaqaha Allahu, Allah akawapa mtihani, akawapa njaa. Tena libasa al-juu, akawavisha vazi la njaa. Ikawa baada ya kupata neema, baada ya kuishi vizuri, sasa wakawa wana shida, dhiki kweli kweli. Sasa hata mimi na wewe, kama itakosekana amani, hata wajumbani hatuwezi kuishi. Ikosekana amani masokoni, wallahi hatuwezi kuishi. Ikosekana amani, mambo yote hayawezi kuishi, hayawezi kwenda. Ilo duka lako hilo huwezi kukaa. Pale sokoni ambapo unapanga nyanya za 200, 500, hutokaa muda huo. Ofisini mwako ambapo ndio umeajiri na umeajiriwa, hutokaa kama hakuna amani. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana. Kikosekana tunajiende kuwa na njaa, kama walivyokuwa wenzetu neema hizi wakazikufuru, kisha wakawa na njaa. Wal khawf,
kisha wakaweza kuwa na hofu. Allah aliwavisha vazi la njaa na hofu ndani yake. Na tukiwa haikosekana amani, hata hizi ibada tusidanganyane haziwezi kwenda hizi. Sio shekhe wala maamumu atakapokuja msikitini, wala padri atakayeenda kanisani, hutoenda shekhe kama hakuna amani. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana katika eneo lolote, katika sehemu yoyote, katika mahali popote. Ikosekana amani, hatuwezi kuwa na utulivu. Wewe sasa hivi piga kelele tu, sibora liwe linalokuwa, lakini wallahi kama amani inakosekana, hatupatikana mtu katika ibada. Hatuwezi kukaa hivi kwa utulivu. Tuwe na ibra kwa wenzetu. Na matukio ambayo yanatokea, je, kuna muda kuswali? Hapa nipigwe bomu la machozi ghafla hapa, hiyo gari yako utasahau shekhe. Wala usipigwe fimbo, bomu tu la machozi hapo. Alafu kifika nyumbani ndio waanza kuuliza, imamu upo mzima? Amani ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wasisitiza sana na kuwakumbusha katika swala zima la kuichunga imani na kuiangalia amani. Amani inapokosekana, wallahi utulivu hauwezi kupatikana. Amani ikosekana, hata hizi ibada hatuwezi kuswali. Waenda kanisani, ghafla sikia bomu, warudi waendelea, utarudi tu. Wada msikitini umefunga swala, ghafla sikia bomu kule, utasimama? Usimami shekhe. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nawahusia na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kuitunza amani. Ni kitu muhimu sana. Amani ikipatikana, ndio tutaswali na utulivu hapa. Roho zitakuwa na kushoka, nafsi zitanyenyekea kwa ajili ya Allah. Amani ikipatikana, hata masokoni tutatembea namna tutakavyo. Amani ikosekana, wallahi hatuwezi kuishi kwa furaha. Baadhi ya matukio ilikuwa baadhi ya maeneo yanapotokea, kuna wale watoto wanajiita sijui watoto wa ibilisi wa akili tatu. Hebu tuwe na tuvute kumbukumbu, wakati wale watoto wa ibilisi wanapotembea usiku, tulikuwa tunaishi katika hali gani? Hivi ulikuwa una uwezo wa kumwona mtu njiani kwamba lift ukampakia? Kwa nini ilikuwa humpakii? Kwa sababu ilikuwa hakuna amani. Baada ya maeneo wakaweza kuondolewa. Ikosekana amani shekhe, hutotembea hivi meshika begi, utakuja kuporwa, mkono utakatwa huo. Kwa nini usipiganie imani? Kwa nini usipiganie amani ikapatikana? Wewe ndio mwanzo wataka yatokea kutokea, alafu utaishi vipi? Hivi kwa akili yako hasa waona pale sokoni utakaa? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nawakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu, tusipoliangalia hili tukalidharau, tukaomba kama yaliyotokea kwa wenzetu. Maana kuna baadhi ya watu wakiona matukio sema afadhali nchi ile bwana. Kuna askari kimbizwa mbio, bora nende kule. Hebu kimwona mtu kama kuna uwezo mchukue, alafu mpeleke kule Gaza, mpe paka na nauli na chakula, mwambie aende ukeshi kule wewe. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
أرض عن صاحب نبيك أبي بكر الصديق التقي وعن خليفة المحراب عمر بن الخطاب الفاروق النقي وعن جامع القرآن عثمان بن عفان ذي النورين الزكي وعن باب العلم علي بن أبي طالب وفي ربه وعن جميع الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.